Shida sio masikini. Shida ni mioyo ya watu wanaoishi kwenye nchi masikini. Ni heri muwe masikini ambao mmejawa upendo, mnatawaliwa na upendo na furaha, kuliko utajiri kwenye nchi ya watu ambao wanatekwa na kuuawa. Hakuna chochote ambacho tunatakijenga. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Mhubiri sura ya 3 kuanzia mstari wa 1, maandiko matakatifu yanasema, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Kila jambo kwa kila majira, kwa kila kusudi, sawasawa na wakati wake. Kila jambo na wakati wake. Anasema kwenye mstari wa 3, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Sasa swali langu ni hili kwa viongozi ambao mnaendelea kufanya ziara. Nimeona waziri mkuu ameendelea kufanya ziara, wiki hii ulikuwa kule Mbeya ukifanya ziara, lakini mwezi mmoja nyuma kuna mauaji yametokea. Kuna vijana wameuawa ambao walikwenda kwenye maandamano. Wengine hawakwenda kwenye maandamano, walifuatwa majumbani mwao, walipigwa risasi. Wapo watoto wadogo walipigwa risasi wakafa. Je, hawa nao walienda kwenye maandamano? Walioenda majumbani walienda kwenye maandamano? Waliuawa. Sasa maandiko katika kitabu cha Mhubiri sura 3 mstari wa 3 anasema, wakati wa kuua na wakati wa kupoza. Je, sasa ni wakati wa kuendelea kujadili maendeleo? Huu sio wakati wa kupoza mioyo ya hao watu? Je, huu si wakati wa kutafuta kwa nini kuuawa kule kulikuwa vile? Je, huu si wakati wa kumtafuta nani aliyeua na kwa nini aliua, na kwa nini mauaji yawe makubwa kwa kiwango kile? Kama walifanya makosa kukaa kwenye majumba yao, wasiende kuandamana, wakafatwa wakapigwa risasi, ni kwa sheria ipi? Kama walifanya makosa kutoka majumbani mwao kwenda kuandamana, wakapigwa risasi wakafa, ni kwa sheria ipi? Ulikuwa ni wakati wa kujadili kwa nini wameua. Ilikuwa ni wakati wa kujadili kwa nini tumefika hapa na tunatokaje. Machawa na vipandikizi wanatoa maoni nje kabisa na taratibu. Nisemalo ni hili, ziara ambazo mnaenda kuzifanya, mnafanya ziara off target. Sio ziara za kujadili mambo ambayo hayaendani na wakati tuliopo. Watu wana machungu kwenye mioyo, wamepoteza ndugu zao. Wana machungu kwenye mioyo, wamefatwa majumbani pasipo na hatia, kwamba hatukwenda kuandamana tukauawa, ndugu zetu wameuawa. Watu wana machungu. Badala ya kupooza mioyo yao, mnaendelea kujadili maendeleo. Kwa ajili ya nini? Hebu msikilize kijana. Asante Waziri Mkuu. Naitwa Elia Brighton Kiando, ni mwenyekiti wa wafanyabiashara Bonde la Uyole, na kwa saizi ni jimbo la Uyole. Kwangu mimi haijawa mara ya kwanza kuongea na wewe. Kwa mara ya mwisho tumeongea tukiwa Mtenda, lakini naomba tu kifupi kwa sababu ya muda. Kwa Bonde la Uyole naomba mambo kama matatu hivi. Jambo la kwanza, naomba kushukuru na kwa kupewa jimbo la Uyole. Hicho kitu tumekiomba kwa muda mrefu, lakini kwa busara zenu mmetusaidia na tumepata eneo la kujenga ofisi za halmashauri. Lakini nilikuwa naomba sana tungepata eneo la kujenga ofisi za usalama. Nazungumzia ofisi za usalama. Mwaka huu imeonekana Uyole ni sehemu ya fujo sana kwa sababu ya jiografia ya Mbeya. Ofisi za usalama zipo mbali sana, kitu ambacho kilisababisha kushindwa kudhibiti zile vurugu na kutuletea hasara kubwa.
Jambo la pili, na kuomba Waziri Mkuu, kwa bonde la Uyole kwa sasa utusaidie stendi. Huyu anataka ofisi kwa ajili ya usalama. Anasema jiografia Mbeya imekuwa yani kwamba ofisi za usalama ziko mbali sana, kashindwa kuwadhibiti vijana kwa wanaleta fujo. Waliofuatwa majumbani kwao kule nako kunahitaji vijana, kunahitaji zaidi ofisi za usalama za kuwafuata zaidi wale walikuwa majumbani kwao. Ina maana wewe kama mwenyekiti, yani kiongozi wa watu, unashindwa kugundua kwamba kuna wenzako waliuawa, haki zao hawajazipata bado. Unaenda kupigania ofisi za usalama kwa ajili ya nani kama watu wanauawa? Haya, tufanye kwamba wale walifanya vurugu kwenye maandamano, tukiachana na wale wafuata majumbani mwao, tufanye hayo hatuyaoni. Nyuma wako ndugu zetu waliotekwa wakauawa, mpaka leo hatujui wako wapi. Je, huu ni wakati wa kujadili maendeleo? Je, huu sio wakati wa kustabilize taifa? Je, huu sio wakati wa kutuliza mioyo ya watu? Kinachofanyika kinaendana na wakati tuliopo. Mbona mnafanya ziara off target? Niwaambie, kuto kufanya jambo sahihi kwa wakati unaotakiwa hakuna popote mnapojenga. Mhubiri anasema kuna wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Kubomoa, mmebomoa. Huu ni wakati wa kujenga. Kabla hatujachelewa mambo haya kuharibika zaidi, ilikuwa vema kuziba ufa kabla mambo hayajaribika zaidi. Lakini kwa aina hii ya mikutano na ziara na aina hii ya maoni ambayo mimi nahisi ni ya vipandikizi, ambao wanapandikizwa watoe maoni kuonyesha tu kwamba Watanzania wawakilishi wao wanatoa maoni ya aina hii, kwamba hivi ndio hali za Watanzania zilivyo, kwamba ndio mioyo yao inavyoanza ndio hivyo, ni kinyume kabisa na uhalisia wa mioyo ya Watanzania wengi walioko katika nchi. Kuumia wameumia, ulikuwa ni wakati wa kuipoza mioyo yao, haukuwa wakati wa kujadili maendeleo. Unaendelea kujadili maendeleo kwa ajili ya nani, ili hali watu wenyewe wanaendelea kuuawa na hakujatokea suluhisho kwa tufanye nini ili asiendelee kutokea hayo. Maendeleo hayo ni kwa ajili ya nani? Ni wakati wa kufikiri na kutafakari ni kwa njia ipi, kwa namna gani tuweze kuenenda katika usahihi, katika njia inayotakiwa. Shida sio masikini, shida ni mioyo ya watu wanaoishi kwenye nchi masikini. Hata kama mtakuwa na maendeleo na utajiri mkubwa, kama mna mioyo mibaya iliyojaa visasi, mkiwa na maendeleo hivyo hivyo, mtaingia kwenye vurugu na machafuko makubwa. Ni heri muwe masikini ambao mmejawa upendo, mnatawaliwa na upendo na furaha, hata umasikini wenu hautaonekana, kuliko utajiri kwenye nchi ya watu ambao wanatekwa na kuuawa. Hakuna chochote ambacho mtakijenga. Mtaendelea kuona tu kwamba wananchi wanawachukia, hawawapendi, vurugu, kutokuelewana, migogoro ya kila siku haitakoma kwa sababu ya ubaya wa mioyo ya wakazi wa nchi hiyo. Ni sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka gerezani akiwa analia kutoka mafichoni. Yeye anasema, tengenezeni njia ya Bwana, msheni mapito yake. Heri mtu yule atakayeteswa, atakayefungwa ama afaye katika Bwana tangu sasa, ili apate kupumzika mara baada ya tabu zake. Yesu Kristo, Mungu mkuu, mhukumu wa haki, yu aja upesi sana, naye anakuja kumhukumu kila mtu sawa sawa na yale anayotenda. Hii ndio maana ya neno mara na Sauti ya Mabadiliko ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya yenye watu wapya katika nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio.